Imetimia saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC ya asubuhi hii, Lebanon imesema shambulio lililofanywa na Israeli kusini mwa nchi hiyo limesababisha vifo vya watu 31. Tahadhari ya kiwango cha juu imewekwa katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuepuka kusambaa kwa virusi vya Ebola. Kwanza matembezi ambayo sio essential, hiyo kwanza imesimamishwa. Lakini inapojulikana kwamba mtu ameonekana useme temperature imekuwa juu, ni kumtoa sample na kuichukua kwenye laboratory. Na leo ni Eid el-Hajj maarufu kama Eid ya kuchinja. Katika gumzo tunaangazia umuhimu wake katika maisha ya sasa yenye changamoto nyingi. Ule uvumilivu aliokuwa nao Nabii Ibrahim, subira aliyokuwa nayo, inafanya hata sisi kuweza kuwafanya wale ambao tunawafikia kuhisi kwamba kuna watu na kuna binadamu wenzao ambao wanawajali. Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa Lebanon, inasema watu 31 wameuawa katika mashambulizi ya wanajeshi wa Israel huku wakiendeleza vita vyao dhidi ya Hezbollah licha ya kusitishwa kwa mapigano. Jeshi la Israel IDF limewaambia wakazi wa maeneo mengi ya kusini mwa Lebanon kuondoka, huku kukiwa na ripoti kwamba wanajeshi wanasogea zaidi katika maeneo walioyadhibiti tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipofikiwa mwezi uliopita. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema Israel inajaribu kuzuia Hezbollah kurusha ndege zisizo na rubani. Kwingineko ni kuwa Israel inasema imeshambulia mkuu mpya wa tawi la kijeshi la Hamas katika ukanda wa Gaza licha ya kusitishwa kwa mapigano. Mohamed Ode aliteuliwa siku chache baada ya Israel kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu. Vyombo vya habari vya Israel vinasema anaaminika kuuawa. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema watu 3 waliuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa katika shambulio la Israel kwenye jengo la makazi katika mji wa Gaza. Iran inasema Marekani imefanya ukiukaji mkubwa wa usitishaji mapigano katika mashambulizi mapya ya anga ambayo imeanzisha nchini humo. Zaidi na Florian Kaijage. Kituo kikuu cha operesheni cha Marekani CENTCOM kinasema maeneo ya makombora ya Iran na boti zinazojaribu kutega mabomu yalilengwa kwa kile ilichokiita mashambulizi ya kujilinda kusini mwa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran inasema inachukulia Marekani kuwajibika kwa matokeo ya vitendo vyake vya fujo na visivyofaa katika eneo la Hormuzgan ambalo lina pwani kando ya mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo Iran imeiziba na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na gesi duniani. Haijabainika bado mashambulio hayo yatasababisha athari gani kwenye mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo huo. Na shirika la anga za juu la Marekani NASA limetangaza maelezo zaidi ya mipango yake ya kuweka kituo cha kudumu mwezini. Mkuu wa NASA Jared Isaacman anasema ujenzi wa kituo hicho kilichopendekezwa cha dola bilioni 20 umepangwa kufanyika katika kipindi cha miaka 7 ijayo, huku msingi uliokamilika ukitarajiwa kuchukua mamia ya kilomita. Misheni 3 za kwanza za mradi wa ujenzi pia zilitangazwa. Zinajumuisha ushirikiano wa kampuni ya anga ya juu ya Jeff Bezos ya Blue Origin. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia YouTube na Facebook katika bbcswahili.com. Tunapatikana pia kupitia redio wa shirika nchini Tanzania. Unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya, Nyota FM, Pamoja FM, Mwanedu FM na County FM. Uganda tusikilize kupitia Radio Lira, Radio Muhabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Mimi Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Lebanon imesema watu 31 wameuawa katika shambulio lililofanywa na majeshi ya Israeli hapo jana, huku wakiendeleza mapambano dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah licha uwepo wa usitishaji wa mapigano. Jeshi la Israeli limewaambia wakazi wa maeneo mengi ya kusini mwa Lebanon kuondoka. Habari zinasema Marekani imeambia Israeli isishambulie mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kuhofia kuhatarisha makubaliano ya usitishaji mapigano na Iran ambayo inaunga mkono Hezbollah. Zaidi na Sarafina Robi tena.
Israeli imeshambulia Lebanon kwa zaidi ya mashambulizi 120 ya anga katika siku ambayo ni huzuni kubwa zaidi kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya Lebanon, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema jeshi lake lilikuwa linaendeleza shughuli zake nchini humo. Mashambulizi hayo ya mabomu yameendelea kuzorotesha makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyotangazwa tarehe 16 mwezi Aprili, ambayo yalikusudia kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon lililojihami la Hezbollah. Haya yanajiri huku Iran ikisema Marekani ilikuwa imekiuka makubaliano tofauti kutokana na mashambulizi kusini mwa Iran. Vyanzo vya usalama vya Lebanon vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulio ya Israel yamekuwa kusini mashariki mwa Lebanon siku ya Jumanne. Wizara ya afya ya Lebanon inasema mashambulizi ya Israel katika saa za hivi karibuni yamesababisha vifo vya watu 31 na kuwajeruhi 40, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la NNA lilivyoripoti mapema leo hii siku ya Jumatano. Lilisema watu 14 waliuawa katika mji wa Bujal Shamali kusini mwa Lebanon, wakiwemo watoto 2 na wanawake 3. Baadhi ya shambulio yamekuwa karibu na kasri la Beaufort, ngome ya karibu miaka 900 kusini mwa Lebanon, ambalo UNESCO ilikuwa imeelezea kama mojawapo ya mifano ya maeneo yaliyohifadhiwa vyema ya majumba ya enzi za kati, yani medieval, katika eneo hilo. Takriban mashambulizi 3 pia yamekuwa karibu na hifadhi kubwa zaidi ya maji ya Lebanon kwenye bwawa la Karnun mashariki mwa Lebanon, kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa la Lebanon. Katika taarifa yake siku ya Jumanne, Netanyahu alisema jeshi la Israel linafanya kazi na vikosi vikubwa uwanjani kwa kukamata na kudhibiti maeneo. Anaendelea kwa kusema, na namnukuu, "Tunaimarisha usalama ili kulinda jamii za kaskazini." Mwisho wa nukuu. Taarifa Sarafina Robi. Tahadhari ya kiwango cha juu zimechukuliwa katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuthibitishwa kwa maambukizo ya virusi vya Ebola kwa wafanyakazi 2 wa afya jijini Kampala. Mwandishi wa BBC Shwaib Ibrahim ametembelea mpaka wa Mpondwe ambako shughuli za usafirishaji na biashara kati ya nchi hizo mbili ni kubwa, kujionea hali ilivyo, na hii ni taarifa yake. Hapa nilipo Mpondwe ni takriban kilomita 450 kutoka mji mkuu wa Kampala, na hapa viongozi wa eneo hili pamoja na maafisa wa afya wameweka mikakati mbalimbali, na kuanzia jana wamepiga marufuku raia kuvuka hadi kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kutokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia nchini Uganda, isipokuwa kama wana sababu kuu au sababu ya lazima ya wao kufanya hayo matembezi, la sivyo hawaruhusiwi. Na mpakani maafisa afya kutoka pande mbili za nchi hizi mbili, hasa upande wa Uganda, wameweka kituo cha kupima hali ya joto ya wale wanaoingia nchini Uganda na wale wanaotoka, na kama wanaweza kuonyesha zile dalili, kwa mfano kama joto lao liko juu sana, wanawekwa katika kituo maalum cha kuangalia, na wanachukuliwa sampuli ambazo zinatuma katika maabara kuthibitisha kama wanaweza kuwa na dalili au wanaweza kuwa na ugonjwa wa Ebola. Na vile vile kawaida huwa wanafanya soko kila Jumanne na Ijumaa, lakini viongozi sasa wamepiga marufuku hizo shughuli kama mojawapo ya njia za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Na hapo awali nimezungumza na mjumbe wa rais katika eneo hili ambaye pia ni kiongozi wa hali ya usalama katika mkoa huu, ambaye amenielezea haya. Kwanza matembezi ambayo sio essential, hiyo kwanza imesimamishwa, lakini inapojulikana kwamba mtu ameonekana sema temperature imekuwa juu, step ya kwanza ni kumtoa sample na kuichukua kwenye laboratory. Kwa muda huu, kwa upande wetu wa Kasese, kwa muda huu hatuna mtu yoyote ambao amepimwa na wakakuta iko na Ebola. Serikali ya Uganda imethibitisha kwamba itaendelea kupiga jeki juhudi za kupambana na kuenea kwa ugonjwa huu kwa kupitia kufadhili shughuli hizo, na serikali tayari imesema kwamba nchi hii inahitaji takriban shilingi bilioni 90 ambayo ni sawa na milioni 23 za dola za Marekani kama mojawapo ya kuwasaidia ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo wa Ebola. Ni taarifa Shwaibu Ibrahim akiwa mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA na wakfu wa fistula wanakadiria kuwa maambukizo mapya ya fistula ni 1,000 hadi 3,000 kutoka nchini Kenya kila mwaka. Ugonjwa huu mara nyingi hutokana na kutoweza kupata matibabu ya dharura wakati mjamzito anapokuwa kwenye chumba cha kujifungua. Anifa Adhiambo ni mmoja wa wanaokabiliwa na tatizo hilo kwa takriban miaka 4 sasa. Ameishi kwa kujificha na ukimya mkubwa. Alihisi aibu kutokana na kile alichokuwa anakipata. Katika waridi wa BBC hii leo amezungumza na Asha Juma. Mkojo wangu ulikuwa unamalizikia tu penye nimekaa. Nikiketi itatoka, nikisimama itatoka, nikitembea itatoka. Sikuwa nasikia ati sasa ndio hiyo inakuja. Kwa miaka 4 sikuwa nakunywa chai, sikuwa nakunywa maji. Mkojo ilikuwa inanichoma mpaka nilikuwa nimeturn white. Kipindi chako cha ujauzito hali ilikuwaje? Pengine ilikuwa tofauti na watoto waliotangulia? Nilikuwa na uchungu mwingi sana kama kawaida, lakini vile nilienda kujifungua nikasikia madaktari wakisema mtoto amechoka. Nikaenda nikafanyiwa operation. Bahati mbaya mtoto akatoka kama amekufa. Hapo ndipo sasa nikaanza kutokwa na mkojo. Ulikuwa unapitia nini nyumbani? Nilikuwa na vitambara, nilikuwa nimekatakata vitambara. So hizi vitambara ni za kuweka kwa bag, natembea nazo in case naenda mahali, hizo natumia. Kwa nyumba sikuwa navaa nguo. Nilikuwa naweza vaa tu t-shirt, nitakaa hapo mkojo itoke. Kipi ambacho kilikuwa kinakupatia msukumo wa kusonga mbele? Kitu ilikuwa inanipea nguvu ya kusonga mbele. Nikiona tu bwanangu ameingia hivi, nasikia niko na nguvu zaidi. Alikuwa ananifanya nikuwe na sababu ya kuishi. Hakuwa na maringo ya kukula chakula yangu, atasema hiyo chakula ni chafu. Sijui. Unaelewa tu mkojo. Ni wakati gani ambao ulihisi kukata tamaa? Kulikuwa na wakati nilienda Shago. Hii sasa ni kama nishajua niko na fistula. Sasa nishakubali. Mamangu aliona akasema, hii ugonjwa hajawahi iona. Hii ugonjwa aliona tu kwa washosho. So yeye alikuwa na believe, anaona ni kama ni uchawi. So mimi nikashindwa. Sasa kama mama yangu anashindwa cha kufanya, mimi nitakuwa aje? Safari yako ya matibabu imekuwaje? Nilitengenezwa, nikatoka huko na nimekewa hizo mipira 2. Siku ile nilitolewa, Taraka akakuja kutuangalia saa 7. Akauliza nani alimanage for 3 hours? Nikanyanyua mkono wa kwanza, mimi nilimanage. Akasema wewe umepona. Mimi nakunywa maji. Mimi na hold. Nilihold mpaka saa hii, mimi nashikilia, nikisikia mimi naenda na waachilia. Niko sawa kabisa. Fistula inaweza zuiliwa na pia inaweza tibika. Na kuzuia ni ile kuweza kuhakikisha kuwa kila mama anaweza pata ile huduma ya dharura wakati wanapotaka kujifungua. Na wakati inapotokezea fistula, basi ni vizuri wakina mama wakifika kwenye hospitali waweze kuangaliwa na matibabu yapo ambayo ni kwa kupitia njia ya upasuaji ili kuziba lile tundu ambalo linaleta shida. Na moja kwa moja sasa tuelekee michezoni na Florian Kaijage, karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie barani Ulaya ambako hii leo Jumatano usiku utapigwa mchezo wa fainali ya Conference League kati ya Crystal Palace ya England na Rayo Vallecano ya Hispania. Pambano hilo la fainali litapigwa katika uwanja wa Red Bull mjini Leipzig, Ujerumani. Uwanja huo una uwezo wa kubeba mashabiki 47,800. Kuna uwezekano kombe la pili la Ulaya ngazi ya klabu msimu huu kwenda England baada ya Aston Villa kulitoa taji la Europa League juma lililopita, kabla ya Arsenal kuikabili PSG katika mchezo wa fainali siku ya Jumamosi Mei 30 huko Budapest nchini Hungary. Katika mashindano ya tennis ya French Open, mchezaji raia wa Japani Naomi Osaka kwa mara nyingine amekuwa kivutio kwa vazi lake la kipekee, tofauti na mavazi ya wachezaji tennis wanawake yanayozoeleka. Kigauni chake cha rangi ya dhahabu kilifananishwa na mnara maarufu wa Eiffel mjini Paris unavyong'aa nyakati za usiku. Na mchezaji huyo pia alipata ushindi katika mchezo huyo, mbali na masuala ya mavazi, kwa kumshinda Mjerumani Sigmund Laura kwa 6-3, 7-6 na 7-3 na kutinga raundi ya pili. Upande mwingine, Jannik Sinner amedhihirisha kwa nini anapewa nafasi kubwa ya kushinda ubingwa wa French Open mwaka huu baada ya mchezo maridadi kumboa Clement Tabul wa raia wa Ufaransa. Huko England, Frank Lampard ametoa tuzo ya meneja bora wa mwaka inayotolewa na chama cha mameneja wa ligi baada ya kuiwezesha Coventry kurejea katika ligi kuu ya England. Coventry maarufu Sky Blues walimaliza kileleni mwa ligi daraja la kwanza maarufu Championship kwa uongozi wa alama 11 na kutoa ubingwa na kurejea EPL kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2000
21. Kiungo huyo wa zamani wa England Lampard, ambaye amewahi kuinoa klabu ya Derby, Everton na Chelsea mara mbili, alikabidhiwa tuzo hiyo ya Sir Alex Ferguson na meneja wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel. Tumaliza na tetesi Arsenal au waite mabingwa tu kwa raha zao. Wapo tayari kutekeleza nia yao ya kumsajili mshambuliaji wa Aston Villa raia wa England Morgan Rogers mwenye umri wa miaka 23. Dondoo za michezo asubuhi hii kwa Shukrani sana Florent Kajage.